Kwa hiyo yote lakini imeweka kwenye mabano mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba hawaelewi nini hatima ya mchezo wa kesho, kama utakuwepo ama la. Lakini sisi tuseme kwamba tuombe Mwenyezi Mungu kwanza, tulale salama, tuamke salama. Tukishaamka tutajua kama mchezo upo ama haupo, lakini mimi naamini mchezo unawezekana ukawepo. Simba wanaonekana wamekula nyoya, hawakuonekana. Wao wamesimama kwenye kanuni kwamba tayari walishafanya hayo katika tarehe 7 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo hawezi kurudia tena kuyafanya tena saizi. Kwa hiyo manake hiyo ni sehemu sasa kama ya kwenda kuvunja kanuni. Kwa wao wameenda kusimama kwenye kanuni, hawataka kuvunja kanuni. Simba wanataka kuwanyoosha watu ili wajue kwamba Simba ni timu ya mpira. Simba sio taasisi ya kuandamana kila kona. Sisi toka tarehe badilishwa sasa sehemu tunaandamana. Watu wako kimya. Hii ndio maana halisi ya kuwa na viongozi wa Heredi. Kwa viongozi sio Heredi, huwezi kuwaona hiyo. Lakini kuna viongozi wa Heredi unaona wamekaa kimya. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tuna viongozi wa Heredi wanajibu kwa vitendo. Hawajibu kwa maneno, wao wanajibu kwa vitendo. Kwenye press hujawaona. Jana kwenye mkutano hujawaona. Kwa hiyo inamaanisha wao wanajibu kwa vitendo. Sasa wewe ambaye hujasomea Cuba utaumiza kichwa. Lakini kwa sisi tunasomea Cuba tunajua nini kinachoendelea ndani. Tukae tuendelee kusubiri kama viongozi wetu wa Simba walivyopost kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tusubiri. Kama wewe una Simba hapo basi jiunge saizi Simba hapo ili utulie mapema, uweke bando lako ili ujionee vitu hapo muda wote na wakati wowote. Inawezekana akatambulishwa sponsor mwingine Simba Sports kuja kuongeza mahela baada ya Jairut. Yote inawezekana. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia pumzi. Tunakutana tena kwa mara nyingine siku ya leo baada ya jana kuunguruma kutambulishwa kwa waamuzi, lakini leo pia bado kumeonekana kuna ukakasi ndani ya viongozi wa klabu ya Simba kwenye kuhudhuria press conference ile ya kocha pamoja na kapteni au mchezaji yoyote yule kwenda kuwakilisha kwa ajili ya wachezaji wenzake kuelekea siku ya mchezo. Kwa hiyo binafsi Simba wanaonekana wamekula nyoya, hawakuonekana. Wao wamesimama kwenye kanuni kwamba tayari walishafanya hayo katika tarehe 7 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo hawezi kurudia tena kuyafanya tena saizi. Kwa hiyo manake hiyo ni sehemu sasa kama ya kwenda kuvunja kanuni. Kwa wao wameenda kusimama kwenye kanuni, hawataka kuvunja kanuni. Kwa hiyo leo wao walokwenda kwa sababu ni wasimamizi wa mchezo haina shida, lakini wanajua kabisa wameenda, lakini wameenda kuvunja kanuni kwa sababu tayari walishadifanya hilo. Leo ilitakiwa tu kama ni jana kukutana, wamekutana, wazungumze, yameisha na wenyeji wa mchezo. Shughuli ilikuwa imeisha. Na hata jana Simba pia hawakuhudhuria kwa sababu yashafanyika hayo tarehe 6 tarehe 7 kuelekea mchezo. Kwa hiyo hawezi kuyafanya tena hayo. Kwa hiyo washafanya siku mbili zile zilizopita za mwezi wa 3. Kwa hiyo hawezi kurudia. Kwa hiyo wameenda kwenye kanuni ambayo wamekubaliana wenyewe. Vilabu vyote 16. Lakini leo kuna watu wanaenda wanazivunja kanuni hizo. Lakini ukienda ukirudi nyuma wanakuambia wao sisi tunasimamia kanuni, si nani. Kama mlikuwa mnasimamia kanuni mngesimamia kule. Mbona mmeshindwa kusimamia kule, mmekubali tena? Kwa hiyo ina maana huu mkutano wa habari uliofanyika leo, labda pia ile pre-match meeting, kwa maana mkutano ule ambao unahusisha viongozi wa vilabu mbalimbali kwa ajili ya kuchukua taratibu kuelekea mchezo husika, kwamba pia wamevunja kanuni. Wamevunja kanuni kwa sababu kama kanuni maana yake tunasema ni mara moja. Hata kama mchezo utakuwa umebadilishwa tarehe hata mara 3, lakini ile inafanyika mara moja. Kwa hiyo itakuwa iwe imeisha tu, watu wakutane kwenda kufanya mambo mengine, sio ya kuendelea kukutana kila siku. Na maana kama ni kukutana kila siku basi kanuni zingebadilishwa kama zinawezekana, kwa sababu hawakuweka kama mchezo utakuja utabadilishwa au utaahirishwa zaidi ya mara 2 mara 3 basi tukutane tena. Hakuna kanuni hiyo. Kwa hiyo binafsi Simba wamesimama kwenye kanuni, na ndio maana wamepost kwenye ukurasa wao wa Instagram baada ya kuonekana kwamba simu zao hazipatikani, maana sio hazipokelewi, hazipatikani kabisa. Maana yake wamepost picha za wachezaji wakiwa wanalala. Kwa hiyo maana yake wanaonekana kwamba wao wala usingizi wamelala, sababu sasa hizi ligi imeisha. Hiyo kama ni pre-season. Kwa hiyo pre-season huwezi kumsumbua mtu mwache alale. Kwa hiyo Simba wameposti kama wamelala. Kwa hiyo yote lakini imeweka kwenye mabano mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba hawaelewi nini hatima ya mchezo wa kesho, kama utakuwepo ama la. Lakini sisi tuseme kwamba tuombe Mwenyezi Mungu kwanza, tulale salama, tuamke salama. Tukishaamka tutajua kama mchezo upo ama haupo, lakini mimi naamini mchezo unawezekana ukawepo. Lakini mbona wana Simba siku ya leo, yani kila nikipita wana Simba furaha kama imezidi kuwa kubwa kwa upande wenu? Nini hasa au siri nyuma furaha hii ambayo imeonekana sasa hivi kwanza kuwa nayo? Furaha lazima tuwe nayo. Sisi tuna furaha ya muda wote kwa sababu hatujawahi kununa. Hakuna ambaye ametufanya sisi tunune. Pamoja tulikosa kombe la shirikisho barani Afrika, tuliumia kwa muda mfupi, baada ya pale tukachukulia maisha ya kawaida kwa sababu tuna muda mrefu hatujawahi kucheza finali. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo tunakumbushwa kwamba ni vitu gani tuvifanye kuelekea misimu mingine ambaye inafuata ili tuweze kuleta kombe hapa. Lakini kwa hapa ndani sisi tunaendelea kutabasamu tu. Msimu toka umeanza mpaka sasa sisi tunatabasamu, hatujawahi kununa. Kwanza tunanunia nani? Sisi tunaendelea kutabasamu tu. Hivi vote vinavyoendelea kwetu ni mind game. Ni mind game.
Waliosomea Cuba wataelewa kuna nini kinachoendelea. Na Simba saizi wameposti, wamesema kwamba muda wote na wakati wote watazungumza. Hatujui watazungumza nini na ni wakati gani, lakini tumeambiwa tuweke mabando yetu, tukae tusubiri. La pengine inawezekana kama anatambulishwa kocha mwingine kuja kuongeza nguvu Simba Sports kwa Fadlu Davis, ama atatambulishwa mchezaji mwingine. Yote hatuwezi kujua kwa sababu saizi tunajua ligi imeisha, hii ni pre-season. Bora kwa chochote kinaweza kikatambulishwa saizi. Sisi hatuna shaka. Sisi hata kutuamsha saa 8 bwana nyuma mwiko hapo sasa tunakutana nao. Kwa hiyo wao wasio na hofu, wao waendelee kwenda kwa Mgambile huko, waendelee kuchungulia kwenye vibuyu vyao. Kwani watuoni huko? Kama tunakuja hapa hatuje, wana wasiwasi gani? Wachungulie kwenye vibuyu huko bwana, Simba wanakuja waje. Wao endelee kuchungulia. Lakini sisi hii tumeiweka kwenye mabano. Majibu yatapatikana muda wote, inawezekana usiku huu ama kesho tutajua. Lakini majibu yatapatikana kwa sababu viongozi wetu wametuambia tusubiri. Tule biliani letu na nyama. Kama wewe una mtoli karibu basi endelea kujipigia mtoli, lakini majibu yatatoka. Sisi tuna shaka, tunawasubiri wao watakaposema bwana tunapeleka timu, kwa sababu tunaamini kwamba tayari wameletwa waamuzi kutoka nje ya taifa letu. Mimi binafsi kilo safi. Mbona bwana, naamini tukipeleka timu sisi tunashinda. Ila Simba wanataka kuwanyoosha watu ili wajue kwamba Simba ni timu ya mpira. Simba sio taasisi ya kuandamana kila kona. Sisi toka tarehe badilisho sasa sehemu tunaandamana. Watu wako kimya. Hii ndio maana halisi ya kuwa na viongozi wa Heredi. Kwa viongozi sio Heredi, huwezi kuwaona. Lakini kuna viongozi wa Heredi unaona wamekaa kimya. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tuna viongozi wa Heredi wanajibu kwa vitendo. Hawajibu kwa maneno, wao wanajibu kwa vitendo. Kwenye press hujawaona. Jana kwenye mkutano hujawaona. Kwa hiyo inamaanisha wao wanajibu kwa vitendo. Sasa wewe ambaye hujasomea Cuba utaumiza kichwa. Lakini kwa sisi tunasomea Cuba tunajua nini kinachoendelea ndani. Tukae tuendelee kusubiri kama viongozi wetu wa Simba walivyopost kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tusubiri. Kama wewe una Simba hapo basi jiunge saizi Simba hapo ili utulie mapema, uweke bando lako ili ujionee vitu hapo muda wote na wakati wowote. Inawezekana akatambulishwa sponsor mwingine Simba Sports kuja kuongeza mahela baada ya Jairut. Yote inawezekana. Sio kwamba kuzungumzia mchezo wa dabi. Inawezekana kawa sponsor. Weka bando, unajua kuweka bando unasubiri watataja kuhusu dabi. Kumbe inawezekana akatambulisha sponsor mwingine Simba Sports. Hiyo kama umefungua kodi mapema Mnandi hivi. Sijafungua kodi. Inawezekana kuna watu sababu watu akili yao yote hapa sasa inawaza dabi tu. Kesho inakuaje? Mpaka sasa hivi viongozi inakuaje? Kimya, simu hazipatikani. Je, niombe ekeni bando kupitia Simba hapo huko. Mtajionea. Kwa hiyo inawezekana ukafikiria kwamba utaenda kujionea dabi. Issue ya dabi. Kumbe naambia kuna sponsor mwingine anakuja kuweka mzigo Simba Sports. Utabaki leo unashika mdomo na mlai. Kwa hiyo dabi wamesusa au hawaitaki. Kumbe watu wanajibu kwa vitendo. Wale walobadilisha tarehe wanajibiwa kwa vitendo. Kimya chenu kinawatesa wengi kweli kweli, si wana Simba hadi uko upande wa pili. Viongozi wanasema Simba mmedhamiria nini hasa kuelekea mchezo huu? Wao ndio ubaya ubwela walichukulia masiala. Neno ubaya ubwela ni neno zito. Wamuulize kwamba ili neno ubaya ubwela Simba nani amelianzisha? Na wamelitoa wapi? Na walifikiria nini? Neno ubaya ubwela sio neno rahisi. Yaani neno ubaya maana yake nyumbani pale undugu hakuna tena. Yaani kila mtu alee mtoto wake. Habari si unatoka na huko unabwaga watoto pale kwa wazee washagoba hawataki kulea watoto wao. Wewe ukichukua watoto wako kalea watoto wako. Kwa hiyo sasa kila mtu analea watoto wako. Haijalishi wewe una hela kula, utajua mwenyewe utakunywa uji, kama uji una utaenda kutafuta mlenda huko fungu la shilingi 200 kawa korogeo wanywe. Lakini hapa hakuna tena kuweka kambi ya watoto. Hilo ndio maana alize ubaya ubwela. Kwa hiyo sasa hizi kinachoendelea ubaya ubwela unaendelea kufanya kazi. Waamuzi wametangazwa, Simba mtasikia wametoka, wanafurahia waamuzi. Sisi binafsi wadau ndio tunasema kwamba kwa waamuzi hawa tulikuwa tunawataka muda mrefu waje kuchezesha dabi yetu hapa. Lakini viongozi mpaka leo wako kimya. Wanamaanisha nini? Wana jambo lao. Kwa hiyo ni wakati wa kutulia na kusubiri nini kitatokea. Sisi tusiwe na pressure. Hata tusipokwenda mashabiki uwanjani, timu ikienda uwanjani, tunaenda kupata matokeo. Tumecheza na Constantine hapo. Tulikuwa na mashabiki. Sisi tukapata matokeo. Lakini upande wa pili si watakuwepo, sasa atakuwa kama anafanya kuzomea hivi kupunguza morali za wachezaji. Wanazomea wapi babu? Tumezomewa na Waarabu huko, tumeenda tushazomewa sana, lakini watu kama kawaida wanapiga show. Sisi tuogope hao? Hao wanaweza kutuzomea sisi hapa? Mohamed watano pale uwanja umekubali ule. Wanachoma mishumaa na nini? Wamepiga kelele sana. Baadaye wenyewe wamegeuza makanisa na misikiti. Wanafanya ibada. Hiyo ndio maana halisi ya Simba Sports. Kwa hiyo sio kuingia kwa mashabiki isiyo tija. Wewe hata ukiwa nyumbani kwako, kaa kwenye kibanda chako umiza, angalia huko tu mpira. Ukiona timu yako imeenda uwanjani, wewe sogea bandani kwako kaenda kaangalia football. Kama matokeo yapo tu. Na kama hakuna hata ukija uwanjani hakuna tu. Kwa hao wenyewe wenye mechi yao saa hizi wanaonekana kwamba wameingia ubaridi. Sisi ambao sio mechi yetu, tuko fresh. Hatuchapishi t-shirt na wala hatulingi. Mbona ubaya wetu? Yaani hatulingi yani. Tunatamba yani. Yaani hatuelewi kama kuna dabi. Mimi nachukulia kawaida. Kesho sioni kama kuna dabi. Mimi nachukulia kumchezo wa kawaida sana. Yaani wa kawaida sana. Hata pengine ningecheza na Azam pengine ningestuka. Lakini kwa nyuma mwiko
Yaani nachukulia kawaida. Hawa hata ukituamsha saa 8 usiku. Kawaida Mnandi na Mwali atakuwepo uwanjani pale akiwa anasubiria bwana aidha mtani wako ama Simba Sports Club. Mwali wetu, hata kama timu haijaingia uwanjani wewe Mwali wetu. Yaani wewe kaa ukipiga hesabu kabisa Simba Sports huyo Mwali anakuja pale. Mwali hawezi kuwa mpya afu aende kwenye mabwawa. Yaani huyo Mwali mpya anakwenda pale unyamani pale. Yaani vyovyote atakavyokuwa, iwe mvua, iwe jua, Mwali anaenda Simba Sports. Wao wajazane pale, waekeane majungu ya supu wanywe asubuhi kabla kuingia uwanjani, lakini wakawa wakijua lile wanaenda kupiga nalo picha tu. Sawa? Lile watapiga nalo picha. Cairo bingwa nani? Si National Hali. Hakucheza mechi ya pili ya dabi lakini bingwa. Na nimekuahidi na Simba pia. Hata kama kesho hataingiza timu, Simba bingwa. Vipi? Sisi tuna watu wa mpira. Sawa? Sisi tuna watu wa mpira. Sisi hatuna vibura tungwe. Sawa? Asubuhi unaamka unaenda kukunguta umande. Hao si hatuna. Sisi tuna viongozi wa mpira. Kwa mimi naamini hichi kimya unachokiona wewe kina majibu mengi hiki. Sawa? Hiki kina majibu mengi. Huyo alolisi cheo huyo. Sawa? Alolisi cheo cha Mguto. Ajiandae. Wewe unakabidhi ofisi na madeni, wewe unakabidhi ofisi. Nani anakukabidhi? Ofisi lazima yule ambaye anatoka pale anakukabidhi. Tumuulize huyo aliochukua nafasi yake kakabidhiwa wewe na Mguto. Mguto kashabwaga manyanga hayupo. Ofisi kamkabidhi nani? Na kati yeye yule atakuwa kabizane pale kwenye kitabu wa Saidi. Kamkabidhi Mguto. Asa wala ukabidhi ofisi.